Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa unaona namna gani ambavyo tukisoma tukianzia Ufunuo mwanzo mpaka Ufunuo, wewe ni kipofu, hutaelewa chochote tunachofanya, kwa sababu hutaelewa siri za Mungu zimefichwa wapi. Bwana Yesu asifiwe. Angalia ule mstari wa 13. Sasa hapa nataka uthibitishe kwamba utambue kwamba kumbe moja hii kuu ipo na ni kwa ajili ya kanisa. Anasema hivi: akajibu mmoja wa wale wazee akiniambia, je, watu hawa waliovikwa mavazi meupe ni akina nani, na wametoka wapi? Nikamwambia, Bwana wangu, wajua wewe. Akaniambia, hao ndio wanatoka katika dhiki ile iliyo kuu, nao wamevua mavazi yao na kuyafanya meupe katika damu ya mwana kondoo. Wanatoka katika dhiki ile iliyo kuu, nao wamevua mavazi yao katika damu ya mwana kondoo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ni wazi dhiki kuu inakuja kwa ajili ya kanisa. Sio kama watu tulivyodanganywa na kufundishwa kwamba dhiki kuu inakuja kwa ajili ya watu waliosalia. Dhiki kuu hailetwi na Mungu. Dhiki kuu inaletwa na mpinga Kristo. Kinacholetwa na Mungu ni siku ya ghadhabu ya Mungu. Bwana Yesu anahusika na unyakuo tu, akibeba kanisa alilolinunua kwa damu yake, akilipeleka kumkabidhi Mungu mwenye enzi, kwamba ulioniagiza hawa hapa nimewarudisha. Mungu naye atasema, kwa kuwa umeleta watu wangu, wacha nishuke kujilipizia kisasi kwa wale walioasi amri yangu. Ghadhabu ya Mungu itamwagwa. Hii siku ya ghadhabu ni wachache wanaoelewa nini Mungu anakwenda kufanya, kwa sababu inahusu wale waliotembea kwa kawaida ya mashariki, waliotembea kwa mifumo ya dini, waliotembea na liturujia, waliotembea kwa mifumo ya kibinadamu na mapokeo. Inawahusu. Hii ni kikombe cha ghadhabu ya hasira ya Mungu, waliopokea chapa ya mnyama. Sikiliza, haijalishi huko kanisani, kama kinywa chako hakijatahiriwa, wewe ni mtu wa uongo, kikombe chako ni hiki. Hii ndio zawadi yako. Haijalishi unatoa sadaka, hii ndio zawadi yako siku ile usipokubali kurejea nafasi hii ya pili. Nafasi ya pili ndio zawadi ya watu waliokubali kujikana, waliotembea, ambao Biblia inasema vinywa vyao havikuwa na unajisi.